haiko ndiyo sifa. And that is not the glory. Mungu God anachagua will choose kulingana na mapenzi yake, according to his own will. na ni Mungu afanyi kikao na mwanadamu. And God doesn't sit in meeting with a human being. Na ukiwa And if na sifa zenyewe unataka, and if you have the glory that you would like to kwamba have, ndiyo message ingelipita hapo, and you say, oh, this message could pass through me, utapoteza. and you will be losing it. Utapoteza. You will lose. Utapoteza lengo ambalo Mungu iko nalo kwa And you ajili will yako. lose even the aim that God has for your life. Kwa sababu It's because Naamani alikuwa na ukoma. and Naaman had leprosy Alitaka kupoteza and wanted to lose muujiza wa maisha yake, and the miracle of his life, kwa sababu alienda, because he went lakini akiwa na solution ambayo yeye mwenyewe yuko nayo. and having the solution he already prepared. Akasema nilizani And he said, I thought kwamba nabii atakuja, and that the prophet will come atoke nje, and come out, anihoji, and so he can see me aniulize tangu wakati wa magonjwa yangu, and asking me since the sickness of my life, na anaambie shida, and to tell me the problem, na aniwekee mikono. and so he can lay hands on me. Na wakati ya kuona hivyo, And when seeing that, alitaka kurudi nyuma. I wanted to backslide. Na ndiye maana ninapenda leo That's why I would like today unisikilize. to listen to me. Mungu alimuonesha Ezekieli mifupa, And God showed Ezekiel dry bones. lakini Mungu hakusema na ile mifupa. And God didn't talk to those bones. Mungu alimwambia sasa Ezekieli, And God told, now Ezekiel, sema na hiyo mifupa. talk to these bones. Wakati Mungu alimuuliza, And when God asked him, hii mifupa these bones, inaweza kupata uhai? can they be alive again? Mifupa ilikuwa inasikia, And the bones were listening, hapakukuwa mabadiliko. and there was no change. Wakati Ezekieli anamjibia Mungu, And when Ezekiel was answering to God, mifupa ilisikia, and the bones listened, lakini but hapakukuwa changement, and there was no change, kwa sababu ilikuwa Ezekieli na Mungu. because it was between Ezekiel and God. Lakini wakati Mungu But the time God aligeuza turned Ezekieli Ezekiel awe sauti ya to Mungu be the sound of kwa God mifupa, to the bones, akamwambia and he Ezekieli, told Ezekiel, ambia hiyo sasa mifupa and talk to these bones now. ilikusikia wewe kwa muda mrefu, And he listened to you, and they listened to you for a long time. hakuna mabadiliko. There was no change. Mifupa haiwezi kubadilika And the bones cannot change kwa kukusikia wewe, just by listening to you. lakini sema sasa hivi, But now say this, ambia hiyo mifupa, and talk to these bones, lisikieni neno la Bwana. and listen to the word of God. Sasa hivi sio neno la Ezekieli. Now it is not the word of Ezekiel. Sauti ya Ezekieli haikubadilika. And the sound of Ezekiel didn't change. Sauti ilikuwa ile ile. And the sound was the same. Lakini Mungu But God alitumia neno lake and used his word, kwa sauti ya Ezekieli. and through Ezekiel's voice. Maandiko yanasema The scripture says, wakati Ezekieli aliambia mifupa, and the time Ezekiel told the bones, na mifupa ilijua and the bones knew, hili neno sio la and Ezekieli, these words are not Ezekiel's. sauti ni ya That Ezekieli, the sound is Ezekiel's, lakini neno ni la but Bwana. the word are God's. Haleluya. Hallelujah. Na mimi napenda nikwambie, And now I would like to tell you, unaweza kuwa umenizoea kwa muda mrefu. and maybe you get used to me for a long time, Tunaongea mengi, and we talk a lot. tunazungumza na wewe mengi, We talk too many things with you, tunashauriana mengi, and we advise to each other. lakini saa hii But now nimekaa hapa kwenye madhabahu I'm here on the pulpit nikwambie, sikiliza neno la Bwana. and telling you, listen to the word of God. Wakati mifupa iliposikia, And when the bones listened, kitu cha kwanza the first thing, Biblia inasema mifupa ilikuwa imesambaa. and the Bible said that the bones were scattered. Wakati mifupa iliposikia, And when the bones listened, jambo la kwanza the first thing, aseme mifupa ilisogeleana. and the bones came together closer. Neno
word of God, lilileta ordre, it brought order. mifupa ikasogeleana, And the bones came back together. maisha yaliyokuwa yamesambaa. And the life that was scattered, Sikiliza neno la listen Mungu. to the word of God. Bwana anataka God wants maisha yako yasogeleane, and that your life can come back together. maana Meaning, ukienda kusoma pale chini, but if you read that down, Mungu alimwambia Ezekieli God told Ezekiel, aseme mifupa hii and these bones, ni taifa la Israeli it is the nation of Israel, lililokata matumaini. and that lost hope. Haleluya. Hallelujah. Aseme Ezekieli, I'm saying hii Ezekiel, mifupa niko nakwambia and the bone that I'm ni talking to you taifa la is the Israeli nation of Israel ambalo that limekata matumaini. lost all connection or hope. Sasa yambie, And now tell them, iliposogeleana, and when they came back together, Biblia inasema the Bible says, Mungu akasema and God said, ndani ya ile mifupa and in those bones, likatoka jeshi kubwa. and came out a great army. Amen. Amen. Kwa hiyo For that reason, sasa hivi now dunia nzima, the whole world, mahubiri, and preachings, prophecies, ushauri, and all these advice. usiposema juu ya coronavirus, And if you don't say about coronavirus, hauko mtumishi wa Mungu. you are not a man of God. Distraction. Biblia inaniambia hivi, The Bible telling me this. tumuhubiri Yesu Kristo. Let's preach Jesus Christ. Tumuhubiri Yesu Kristo. Let's preach Jesus Christ. Sikiliza ndugu yangu. Listen, my beloved. Mungu, God, wakati anaponitumia, when he's using me, ukiona neno la Mungu linakugusa, and when you see the word of God touching you, kuna sehemu unapojiona, and there's a place that you see yourself, ukisikia kuna sehemu neno linakugusa, and whenever you see that there's a place where the word touches you, ujue wewe you know that, bado ungali na thamani katika macho ya Mungu. meaning that you still have value in God's eyes. Ukiona, When you see, wakati niko na ubiri, and when I am preaching, kuna sehemu ambako there's a place where utaona neno la Mungu you will see the word of God linarevele maisha yako, that will reveal your life. ujue Mungu You have to know that angali na God mpango mkubwa na wewe, has still have a plan na for you, ungali na thamani mbele za Mungu. and you still have a value in front of God. Wakati Sauli mfalme, And the time Saul the king, Mungu angali anamhitaji kumtumia, when God was still trying to use him, hata kama alikuwa anafanya jambo mahala pa maficho, and even if he was doing something in the hidden, anajua hakuna aliyemuona, and thinking that there's no one who can see him, alikuwa anashituka Samueli anamtokea, and he will find out someone will appear to him, anamwambia ulifanya nini? and we tell him, what did you do? Anamwambia sikufanya And chochote. say, oh, I didn't do anything. Anamwambia Mungu amenaambia, And saying that God told me, Mungu amenaambia, God told me. hata kama hakuna mtu aliyekuona, And even if there's nobody who saw you, Mungu amenaambia God told me, nije nikutane na wewe, so I can come and meet with you, to nikwambie, tell you, kwa sababu Sauli because Saul, alikuwa ngali and was still, nafasi mbele za Mungu, had still have place in front of God. lakini wakati Mungu alipomchoka, But when God was tired of him, alipoona kwamba Sauli habadiliki, and when he saw that Saul doesn't change, Mungu aliacha kuongea naye. God stopped talking to him. Mungu hakurudi tena kutuma message. And God never came back sending messages to him. Mungu alimwacha Sauli afanye anavyotaka. And God let Saul do whatever he wants. Mungu hakumkaripia, And God didn't come near to Mungu him. hakumkemea tena. And God didn't even rebuke him. Akamwacha. And he forsook him.
Na mtoto mwenye kuwa na akili And the child who has a brain hawezi kufurahia won't be happy ya kwamba nyumbani that in the house anaingia saa anataka, will come out the time that he wants, anatoka saa and will anataka, go out the same as he wants, anafanya and anachokitaka. will do whatever he wants. Wazazi wanamwambia And the parent will tell fanya him, unavyovitaka, do whatever you want, ukuye saa unataka, and come anytime you want, pika chakula unachotaka, and cook the food that you would like, tutakununulia nguo, and we will buy you clothes, tutakufanyia we hiki, will do this to you. lakini hautasikiaka tunakusemesha tena. You will never hear us talking to Fanya you again. unalotaka. Do whatever you Kwa want. mtoto mwenye akili And to the child who na has a brain, mwenye anataka kwenda mbali, and for the one also who like to go forward, anajua hiyo ni fimbo kubwa kwa maisha and we yake, know that, oh, this is a great whip in his life. kwa sababu hafurahii wazazi wampe chakula Because he doesn't want parents to give him food, na wamupe nguo and also give him clothes, na wamupe kila kitu, and give him everything, lakini wasimkontrole kwenye maisha yake. but we never control him in his life. Huyu mtoto atalia sana, And that child will cry a lot. na ndivyo kwa Mungu. That is the same way with God. Mkristo Christian, ambaye angali na valere mbele ya Mungu that still has value in front of God, hawezi kufurahia will not be happy, wakati anafanya kila kitu and the time is doing everything, na anasikia and is feeling, hakuna sauti ya kumkaripia. and there is no voice that will come close to him. Huyo Mkristo And that Christian, anakuwa hana sekirite ya Mungu, and he has no security from God, anakuwa hatarini. and he has been left in danger. Wakati ambako Mungu aliponyamaza, And the time that God kept silent, ilikuwa fee ya Sauli mbele za it Mungu. was the end of Saul in front of God. Unisikilize. Listen to me. Wakati Samueli alimulilia Sauli, And the time someone came crying to Saul, Samueli hapati tena mesaje ya Mungu kwenda kwa Sauli. and someone never received any message going to Saul, Samueli alianza kumulilia Sauli mbele za Mungu. and someone started crying on behalf of someone in front of God. Mungu akamwambia Samueli, And God told Samuel, usimulilie, don't cry for him. mimi nimemwacha, I have forsaken him. na katika kumwacha And in forsaking him, nimepata mtu wa kumramplace. and I found a man who will replace him. Nimepata mtu wa I kumramplace. found a man who will replace him. Alikuwa na mission, And he had a mission. lakini mission haikufika mwisho But the mission never came to an end, kwa sababu hakujua nafasi yake mbele za Mungu, because he didn't know his place in front of God. na hakutaka kusikia neno la And he Mungu. didn't want to listen to the word of God. Mwisho Mungu akamwacha afanye bien anataka. And at the end, God left him do whatever he wants. Lakini pale pale But there, Mungu alichagua God chose mtu wa kumramplace. somebody who will replace him. Sikiliza Listen, ndugu yangu, my beloved, sisi sote, all of us, kila umoja yuko chini ya jua, and everyone under the sun, uko na misio iliyofanya Mungu akuweke chini ya jua. and there's a mission that God has placed you to be under the earth. Uko na misio You have a mission, ya kukufanya uwe chini ya jua. so that will make you live under the sun. Lakini leo But now, watu leo people today, tunaambiwa kwamba and we are being told that, watu wanasema nimepata mesaje kutoka kwa Mungu, oh, I received a message coming from God. kwamba tunafika mwisho wa dunia, Oh, we are nearing the end of the world. tunafika mwisho wa We dunia. are coming to an end of the world. Bwana alikia kusema na mimi, And God came talking to me amenambia tunakuwa mwisho wa dunia, and telling me that, oh, we are at the end of the world. mujiandae. Get prepared. Mu 2000 In 2000, pale Uganda, there in Uganda, kwa ajili ya watu kutegemea manabii, and for people to trust on prophets, mtu mmoja aliinuka and somebody just came up akatabiria watu. and prophesied to people. Alikuwa na kanisa kubwa, And he had a great church.
akawaambia, Mungu amenaambia And saying that God told me, ya kwamba mwisho wa dunia unafika. and the end of the world has come. Akawakusanya watu ndani ya kanisa And he gathered people in the church. ya kwamba parapanda itakapolia And when the trumpet will sound, watatokea mle mkanisa. and they will just be raptured from that church. Lakini wanasema hivi, But they say this, watu walikufa mwa ile kanisa. but people died in that church. Walio wengi wanajua ile habari, And many people recognize that story. kwa sababu It's because ya watu wanaotabiri mwisho wa dunia. for people who prophesied about the end of the world. Lakini Yesu alipomuuliza, But when they asked God, Jesus, Yesu aliwaambia walio wake, Jesus told to those who are his, aseme sio kazi yenu kujua mwisho wa dunia. it's not your job to know the end of the world. Aseme nyinyi kesheni, Just be on your guard, maana hamujui saa because you don't know the time, wala hamujui dakika, and you don't know the time, hamujui siku. you don't know the day. Alisema kesheni, Just be on your guard. aseme kwa sababu It's because ufalme wa mbingu and the kingdom of God, hauji kwa kuuchunguza chunguza. it doesn't come by you just inspecting it. Sio kama vile tunachunguza mvua itanyesha. Yet as we are inspecting if the rain will fall down. Yesu akasema nyinyi kesheni, Just be on your guard, Jesus said. iweni wa Kristo. And be Christians. Haleluya. Hallelujah. Muko chini ya jua. And we are under the sun. Anasema kama mumeniamini, And if you believed me, jueni muko chini ya you jua have to know that you're under the kwa sun mission. for a mission. Musichunguze, And just don't inspect. wasiwaambie. Let don't people tell you, Alisema hivi, saying this. wakiwaambia ufalme wa Mungu uko kule, And if they tell you that the king of God is like that, wakiwaambia uko huku, and he said it's over there, akasema msikubali. and don't accept. Iweni wa Kristo kwa uaminifu. And just be Christian with your faithfulness. Kesheni, Be on your maana guard, hamujui saa because you don't know the wala time, hamujui dakika. or you don't know the minute. Sasa tunaambiwa And we are being told, mwisho wa dunia, at the end of the world, tunahubiri injili and we are preaching the ya gospel, kuliandaa kanisa and to prepare the church, litakalonyakuliwa, and that will be raptured. lakini likiwa bado duniani But if you are still on the lina earth, mission. there's a mission. Tulipoimba wimbo wa 149 And when we sang 149 song, aseme tuko chini ya it jua said that we are under the kwa sun, ajili ya kumzalia Bwana and matunda. so we can give birth to fruit for the Lord. Sauli, So, wakati Mungu the time God, alipomkataa, when God rejected him, Mungu God, alikuwa hajamaliza mission and God didn't finish his mission, na Sauli, we saw. lakini But Mungu alipomkataa when God rejected him, alileta wa kumramplace. he brought somebody to replace him. Hautangoja You can't wait, na mimi sitangoja and I won't wait, kwamba kanisa linyakuliwe so the church can be raptured, ama mwisho wa dunia or even the end of the world, tusipojua kutembea if we don't know how to walk, kwa kujua kwamba tungali na misio. and knowing that we still have a mission. Bwana ataturamplace. God will replace us. Bwana ataturamplace. God will replace us. Ndiye maana That is why Yesu akasema juu ya ule mti Jesus said to that tree, kwamba yule mwenye shamba and to the owner of the farm, alitembelea shamba and just inspected his field muda wa miaka 3 for 3 years, na hakuona matunda kwenye mti. and never saw any fruit on the tree. Alisema inaokipe ardhi bure, And saying that it's occupying the place for nothing. na mwenye shamba And the owner alikuwa na mpango, had a plan, akasema kwenye ule mti ulikuwa and that place that the plant is wa occupying, ukate wa remplace. let's cut it and then replace it with something. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. name of Jesus. Kwa hiyo kama If hautajua kwamba uko na mission, you don't know that you have a mission, ujue Mungu atakuramplace. you have to know that God is going to replace you. Protection ya Mungu haitakuwa juu yako. And the protection of God won't be Mungu upon you. atakuramplace. God's going to replace you. Lakini lengo langu But my plan na lengo lako and your plan, natamani and I want, ifike wakati so it can come a time ambako Mungu that God, ataona kwamba tumeimaliza kazi. that God will see that we have finished our job.
Amen. Amen. Usiwe remplace. And don't want you to be replaced. Acha Mungu akuramplace And let God replace you wakati wewe umemaliza mission. and the time that you finish your mission. Kuko watu wengi There are many people, ambao ni Wakristo, they are Christians, wameacha kwenda makanisani, and they stop going to churches, wameacha kusemesha watu. and they stop even talking to Anasema people. alinihubiri, Oh, he preached about me. alinihubiri. Oh, he preached about me. Kwa sababu ya kutokujua And this is for lack of jinsi knowledge. Mungu The way angali God, anamthamini and God is valuing you kwa kuongea na yeye. and to talk to you. Anadhani kwamba maisha And thinking that life ya kuikaa of sitting anafanya anachotaka and doing whatever he wants bila kusikia neno la Mungu linamreproche. without feeling that the word of God is rebuking him, Anazania ndiyo sifa. he thinking that this is a Kumbe neno glory. la kumbe Mungu anaweza kuwa amesha kuacha. And then maybe God has already abandoned you. Na Mungu akikuacha And whenever God forsakes hauna you, security. you don't have security. Siku zinapita, And past days, nakumbuka I remember nilikuwa nyumbani. I was at home. Nilisema hapa tena kwenye wakati nilihubiri, nilisema And also I talked about it when I preached. wakati ambako sauti ya Mungu ilinijia, And the time that the sound of God came to me, wakati dunia nzima inajaa panike, and the time that the whole world is filled with panic, watu wote wanatikisika, and everybody is shaking, kuanzia rais mpaka watu wa chini. and starting from the president up to the down bottom people, Sauti ya Mungu ilinijia and the sound of God came to me, katika Injili ya Yohana 14 and through the book of John 14, mstari wa kwanza and starting from verse 1, inayosema that says, msifadhaike mioyoni mwenu, and don't be troubled in your heart, mnamwamini Mungu, and believe in God, mniamini na mimi. and believe also in me. Tangia hiyo dakika And starting from that time, woga uliondoka ndani yangu, and all the fear came out of me, ujasiri uko ndani yangu. and anger came to me. Hata watangaze mamilioni ya watu, Even if they will proclaim millions of people, hata watangaze maelfu ya watu and even if they proclaim thousands of ya people kwamba walikufa that they are died ama wamekufa, or they died, hata waseme even if they say, ya kwamba leo Caesar and today at 4 p.m. kutakufa watu milioni, and if 1 million people will die, woga umeshaondoka ndani yangu, fear has been removed away from kwa me, sababu because nimekulishwa chakula. I've been fed food. Maana Biblia inasema Because the Bible says imani faith huja kwa kusikia neno la Mungu, and coming by listening to the word of God. na wakati wa panike And the time of panicking, ni lazima Mungu atasema na wewe. and God must speak to you, Ninajua hata na wewe even to you. una neno ulilo nalo And there's a word that you have ambalo that, linalokupa ujasiri. and that will give you courage. Haleluya! Hallelujah. Lakini kama Mungu akishanyamaza, But if God kept quiet, Mungu akinyamaza, if God keeps quiet, utakuwa uko Mkristo iko feble. you are a Christian who will be very weak. Hata waseme nini, Even if they say what, hauna amani. you don't have peace. Ukilala hujui kama utaamka, If you sleep, you don't know if you'll be ukishinda awake. hujui kama utalala, And if you pass the day, you don't know if you'll be sleeping at night. ukitoka nje hauamini kama utarudia, If you go out, you don't know if you're going to kwa come back. sababu ndani yako Because in you, hamuna assurance. you don't have that assurance. Haleluya. Hallelujah. Hauna assurance. You don't have that assurance. Tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. And we're going to read the book of Acts. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 15. Acts of Apostle chapter 3, Mstari wa 15. verse 15. I'm going to read the word of God. Acts of Apostle 3:15 says, "You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. Amen.
Bwana Yesu asifiwe Praise sana. the name of Jesus. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 15. Act of Apostles 3:15. Mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sasa sisi tu mashahidi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Hii ni habari ya Petro And this is about Peter. alipokuwa na ubiri, When he was preaching, anampresente Yesu and he was representing Jesus mbele ya Wayahudi. in front of Jews. Anamtaja huyu Yesu, And he was naming that Jesus. jinsi huyu Yesu alivyo The way that Jesus is. na jinsi Wayahudi walivyomzania And the way the Jew thought about him. na jinsi walivyomfikiria. And the way they thought about him. Petro anawaambia, And Peter told them, nyinyi Wayahudi you Jews, mulipomuona when you saw him, mulizani mumepata konkira wa dini ya Kiyahudi, and you thought that you find a concurrent of the religion of Jews. mkazani ni mtu anakuja kufungua dini, And you think that he's somebody who came to open religion. mkazani anakuja kuwanyang'anya waumini. And you thought that he came to snatch away from you some believers. Anawaambia huyu Yesu, I said, this Jesus, huyu Yesu muliyemuua, and that Jesus that you killed. haseme yeye I said that he, hakukuwa mkuu wa dini, and he was not the author of religion. haseme Yesu Jesus ni mkuu wa uzima, is the author of life. ni Yesu Kristo It is Jesus Christ anayeleta uzima, who brings life. anayempokea And the one who received him, hayuko ndani ya dini. and is no longer in religion. Mtu ambaye amempokea Yesu The one who received Jesus Christ, habadilishi dini, and will never change the religion, bali but anatoka ndani ya dini, and will come out from religion, anapokea uzima. and will receive life. Jina la Bwana Praise libarikiwe the name sana. of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Yesu Jesus aseme ni mkuu wa uzima. is saying that he is the author of life. Wayahudi walikuwa na wakuu wa dini, And the Jews had the authors or the leaders of religion. walikuwa na wakuu wa dini. And they were those leaders of religion. Aseme lakini huyu Yesu But that Jesus Christ, ni mkuu wa uzima. and he is the author of the leader of life. Yesu ni mkuu wa uzima, Jesus is the leader of life. anayempokea The Yesu one who receives him. hapokei dini, And doesn't receive amepokea religion, uzima. but is receiving life. Haleluya. Hallelujah. Hapokei dini, And doesn't receive religion, amepokea uzima. but receives life. Ndiye maana That's why. Yesu akija ndani ya maisha And yako, when Jesus comes into your life, kwa sababu yeye ni uzima, because his life, walivyosema kwamba vimekufa, and that when they say that it's already dead, waliosema hautaoa, and that people say that you won't get married, wamesema hautaolewa, oh, you won't get married, wamesema hautazaaga, oh, they say that you won't give kwa birth, sababu because, zile zozote zile and all these sayings, tunaona kwamba and we see that, viungo vya maisha yako oh, the part of your life, haviwezi vikapokea mtoto. and we never receive child, Nguvu za kiume oh, the powerful of ndani your manhood yako in you, hazitoshi and it's not enough, kwa kupata mtoto. and so you can give birth. Wewe You, hauwezi kufanya hiki and you maisha. can do this in your life, Inaweza kuwa ni kweli, and it might be true, lakini Yesu akija, but when God, Jesus yeye ni comes, mkuu wa and uzima. he is a leader of Uzima life, unaingia, and the life comes in, uzima and the unaingia, life comes in, uzima and the life unaingia. comes in, Walivyosema and when it says, they say, haviwezekani, and that is possible, vinawezekana, it's possible, kwa sababu because haukupokea and you didn't dini, receive umepokea religion, uzima. but you received life. Haleluya. Hallelujah. Injili ya Marko, And the Gospel of Mark, Injili ya Marko sura ya 5 the book of Mark 5, mstari wa 22.
Mark 5 verse 22. The Bible says, 5:22 23, kisha tutaruka tunaenda ku 35:41. okay. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him. My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so she will be healed and live. 35. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue rulers. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Ignoring what they said, Jesus told the synagogue rulers, don't be afraid, just believe. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Nitasoma kwa You Swahili. will read in Swahili. Marko sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, Synagogue rulers. jina lake Yairo, na hata alipomwona akaanguka miguuni pake akimsihi sana, akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono juu yake apate kupona na kuishi. 35. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia yale maneno yakinenwa, akamwambia mkuu wa sinagoge, usiogope, amini tu. Just believe. Huyu Yairo, This Jairus, Biblia inamutupresente, and that the Bible is presenting to us, aseme alikuwa ni mkuu wa sinagoge. was one of the synagogue rulers. Mkuu wa sinagoge Was the synagogue maana yake ruler. anarepresente dini. That means he represents religion, Alikuwa mkuu wa dini, and was the ruler of religion. alikuwa mkuu wa sinagogi. Was the synagogue ruler. Na huyu Yairo And this Jairus, alikuwa mwa watu and was among people waliokwenda wanafundisha that were preaching ya kwamba watu wasimfuate Yesu, that Jesus cannot follow, people cannot follow Jesus. maana na yeye But him, alijua kwamba Yesu analeta dini nyingine and because he knew that Jesus was bringing another religion, ya kuweza kuwanyang'anya waumini. so that he can snatch away some of the believers. Kwa hiyo walikuwa na mafundisho For that reason, they had their teachings ya kufundisha watu and teaching people ya kwamba that wasimfuate Yesu. so they don't follow Jesus. Dini ya Yesu ni ya uongo. And Jesus' religion is wrong. Kwanza ni mtoto wa Maria na Yusufu. And first is the son of Mary and Joseph. Hii dini yetu. And our Hii religion. ndiye dini ya babu yetu. And this is the religion of our Hii fathers. ndiye dini ya Isaka na Yakobo. And this is the religion of Isaac and Hii ndiye Jacob. dini ya Ibrahimu. And that is the religion of Hii ndiye Abraham. dini babu yetu And walituachia. this is the religion that our father left Kwa hiyo huyu for us. mtoto mdogo asiwapotoshe. Do not let that young man just lose you away. Lakini siku Yohana But the day that John, alipompresente Yesu, when he presented Jesus, Yesu alipotokea, and when Jesus appeared, hakumpresente kama mkuu wa dini. he didn't present him as the ruler of the religion. Alisema ya kwamba And he's saying first, mwana kondoo wa Mungu, and the Lamb of God, yeye ambaye azichukuaye dhambi za ulimwengu. and the one who removed the sin of the world. Bwana Yesu Praise the name asifiwe of sana. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Yairo alifundisha
And Jairus taught. Walisensibilize watu. They sensibilized people. Walifanya jinsi yote. And they did whatever they could. Walipinga injili ya Yesu. And they fought Jesus' religion. Na watu waliwasikia. And people listened to them. Walijaribu kuconvince watu. And they tried to convince people. Na watu waliwasikia. And people listened to them. Lakini but Biblia inasema the Bible says makusudi ya Mungu and the objective of God haiwezi kaziwiliwa. And nobody can prevent it. Hallelujah. Hallelujah. Maandiko yanasema And the Bible says siku moja one day ndani ya nyumba ya Yairo and in the house of Jairus mtoto akaumwa. And the child got sick. Wakafanya jinsi yote. And they did whatever they could. Mtoto akaumwa. And the child was still sick. Wakafanya jinsi yote. They did whatever they could. Walihangaika. And they suffered. Wakahangaika. They suffered. Wakahangaika. They suffered. Lakini Yairo But Jairus alifika hatua. And they reached a stage. Akaikaa ndani. And he sat inside. Akajitambua. And recognized himself. Mimi ninabeba dini. And I'm carrying religion. Kama ni kuwa mkuu wa dini. And if being a ruler of the religion. Kama ni kuwa mkuu wa dini. And if I am the ruler of religion. Mimi ni mkuu wa dini. And I am the ruler of na the religion. nimejaribu kusaidia mtoto wangu. And I tried to save my child. Lakini ninaona. But I see. Kadiri naendelea kukaza moyo. And the way I'm continuing to do the same. Ndivyo ambavyo. And the same way. Hali inaendelea kuwa mbaya. And the conditions getting worse. Lakini akasema. But saying. Nilisikia ya kwamba. I heard that. Huyu Yesu. That Jesus. Hakuleta dini. And didn't bring religion. Alileta uzima. And he brought life. Hallelujah. Hallelujah. Akachukua hatua. And he took a step. Hakufanya kama vile Nikodemu. And he didn't do like Nicodemus. Alienda mchana kweupe. And he went on daylight. Waumini wake walimuona. And all his believers saw him. Aliwafundisha. And he taught them. Mtu yoyote. And anyone. Atakayemkiri huyu Yesu wa Zarani. And who will proclaim Jesus openly. Atatengwa ndani ya dini yetu. And will be excommunicated in our religion. Ukisoma kwenye Injili ya Yohana 5. And if you read in the book of John 5. Mama yake ya ule kipofu. And that the man of that blind man. Ambaye aliyepona. And that was healed. Walipowauliza wazazi wake. And when they asked his parents. Habari za huyu aliyemponya mtoto wao. About the person who healed the child. Biblia inasema. The Bible says. Waliposema yeye ni mtu mzima ajisemeye. And he said, oh, he is a big man, he can talk about himself. Maandiko yanasema. And the scripture says. Waliogopa kusema. And they were afraid of saying. Wasimkiri Yesu. So they cannot proclaim Jesus. Kwa sababu waseme watatengwa na sinagogi. And saying that they will be excommunicated from the synagogue. Watatengwa na dini yao. They will be excommunicated from the religion. Ndivyo Biblia inasema. And that is the word the Bible says. Kwa hiyo. For that reason. Yairo naye. Jairus alikuwa alifundisha. And was also preaching. Na yeye ndiye angesimama kutenga watu. Yes, he was there also to excommunicate people. Yoyote atakayemkiri huyu Yesu. And anyone who will be proclaiming that Jesus. Yoyote atakayemfuata huyu Yesu. And anyone who will be following that Jesus. Atatengwa ndani ya sinagogi. And will be excommunicated from the synagogue. Atatengwa ndani ya dini. Will be excommunicated from the religion. Lakini sasa. But now. Yairo. Jairus. Ye mwenyewe. And he himself. Watu wanamuona. And people are seeing him. Mchana kweupe. And at daylight. Mchana kweupe. And at daylight. Aseme wakamuona. And they saw him. Watu wanajiuliza anaenda wapi. And people asking where is he going. Labda anaenda kumkamata Yesu. And maybe he's going to arrest Jesus. Labda anaenda kumshika Yesu. And maybe he's going to go and get hold of Jesus. Yesu anatrouble watu. And Jesus is troubling people. Wenda Yesu anachanganya watu. And maybe Jesus is confusing people. Mkuu wa dini yetu. And so the leader of our religion. Anaenda kumkamata Yesu. And is going to arrest Jesus. Kwa ghafla. And suddenly. Wakamuona. And they saw him. Yairo anaanguka chini. And Jairus falling down. Anapiga magoti. And
being on his knees, kwa maana objectif ya Yesu, because his objective kila goti litakunjwa that every knee shall bow na kila ulimi and utakiri every tongue will confess kwamba Yesu Kristo ni that Jesus Bwana. Christ is the Lord. Muhammad atakiri, And Muhammad will Simon confess, Kimbangu atakiri, and Simon Kimbangu will kila confess goti litakunjwa. that every knee shall bow. Yairo akaanguka, And Jairus fell dini down, itaanguka. and the wretched fell down, Kuanguka kwa Yairo, and the falling down of Jairus. haleluya, Hallelujah. ni kwamba dini imeanguka. That the religion is down, Mkuu wa dini and the ruler of na of mkuu wa religion, uzima, and the ruler of life, mkuu wa dini and the ruler of na mkuu wa religion, uzima. and the ruler of religion. Petro of, anampresente life. kwenye Matendo ya Mitume, Peter is representing him in the book of Acts, asema huyo Yesu saying that Jesus sio mkuu wa dini, is not the author of ni mkuu wa religion, uzima. but he is a author of life. Yairo naye And Jairus also, ni mkuu wa dini, and he is a ruler of religion, mkuu wa uzima and the ruler of life, na mkuu wa dini and the ruler of religion, wanakutana. and they met. Nani atakayesimama? And who's gonna stand up? Kipi kitasimama? And that will stand up, Mkuu wa dini and the ruler of religion akaanguka. fell down. Haleluya. Hallelujah. Kwenye mlima wa mabadiliko And in the mountain of transfiguration, aseme Eliya akatokea, and saying that Elijah appeared, Musa and akatokea, Moses also appeared, sheria and the organization, na maprophets and the prophets, wakatokea. and also appeared. Maandiko yanasema And the scripture says, kufumba na kufumbua, and suddenly, wale wawili wakapotea, and those two disappeared. akabaki Yesu peke yake. Only Jesus remained. Sauti ikasema, And the sound came, huyu ni mwanangu mpendwa, and that is my beloved son. musikilizeni yeye. Listen to him. Profesi yote And every prophecy iko ndani yake, is in him. sheria yote, All the rules, uzima wote all the life uko ndani yake. are in him. Uzima uko ndani ya Musa, And life is not in Moses. haiko ndani ya Ibrahimu. It's not in Abraham. Uzima uko ndani ya Eliya. And the life is Huyu not ndiye in mwanangu Elisha. mpendwa, This is my beloved son. musikilizeni yeye. Listen to him. Haleluya. Hallelujah. Yairo akaanguka, Jairus fell down on his knees akamuomba Yesu mambo mawili. and asked Jesus two things, Akamwambia, and telling him, mwanangu ni mgonjwa kufa mautiuti. my child is almost dying, very sick. Aseme ninakuomba, But I'm asking you, uje nyumbani, come to my house, umwekee mikono, lay hand upon him, apate kupona so he can be saved na kuishi. and to live. Apate kupona So he can be saved na kuishi. and also live, Apate kupona and to be healed na kuishi. and also to be living. Apate kupona So he can be saved na kuishi. and also Unaweza kupona you might be healed lakini hauishi. and you might not believe. Uzima ninao usema And the life that I'm talking sio wa about huu mwili, is not about this life. ni kuishi katika Kristo. And so to live in Christ. Yairo anasema And Jairus said, mwanangu apone, and let my son be asirudi saved, kuishi katika dini, and so that he can no longer live in religion, aishi katika wewe Kristo. and so he can live only in you, Christ. Maandiko yanasema The scripture says, walipoanza safari na Yesu, when they started their journey with Jesus, Yesu alikutana na zingine shughuli, ndo alikutana na ule mwanamke mwenye kutokwa na damu. and that is the time that Jesus continued doing other things, and that is the time that he met with a woman who was bleeding for so long. Na ukifika kwenye 37, And if you read at 37, kwenye 35 samani, and in 35,
utaona aseme kuna watu wakatoka nyumbani. And you will see people came out from the house. Kwa lugha ingine inasema kwamba Yesu alichelewa. And in other words, it means that Jesus delayed. Maana watu walitoka nyumbani. And because people came from home. Wakaja kwa Yairo. And they came to Jairus. Wakamwambia Yairo. And they told Jairus. Nyumbani mambo yamekwisha. And at home things are done. Aseme mambo yamefika mwisho. And the things are came to an end. Aseme mtoto amesha kufa. And the child is already dead. Usimsumbue mwalimu. And don't bother the teacher anymore. Maana Yairo, because Jairus alikuwa aliwafundisha and was teaching them kwamba Yesu ni mwalimu wa dini. That Jesus was the leader of religion. Ni mwalimu wa dini. Was only the leader of religion. Kwa hiyo anapofundisha dini, and whenever he's preaching religion, anaweza kaponya na magonjwa. And may also heal sickness. Maana walikuwa walishaona anaponya wagonjwa. Because they saw already where he was healing people. Wakasema msifuatane naye. Said don't follow him. Anaponya wagonjwa, miujiza ya uongo. And he's healing also the sick, that is fake miracles. Kwa hiyo wakaja wakamwambia, and they came telling him, ya kwamba mtoto amesha kufa. Oh, the child is already dead. Mtoto amesha kufa. The child is already dead. Usimsumbue mwalimu. Don't bother the leader. Usimsumbue mwalimu. Don't bother the master anymore. Mtoto amesha kufa. The child is already dead. Biblia inasema, the Bible says, Yesu alipoyasikia yale maneno, when Jesus listened to these words, akamgeukia Yairo, and returned back to Jairus, akamwambia Yairo, and telling Jairus, aseme Yairo, Jairus, wewe, you, kwenye mstari ule wa 41, in 41, samani 36 35, 36. Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Yes. At 36 said that ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Yesu akamwambia usiogope. And Jesus told Jairus, don't be afraid. Akasema wewe amini tu. Just believe. Walimwambia mtoto amesha kufa. And they told him already the child is dead. Yesu anamwambia usiogope. And Jesus told him don't be afraid. Maana Yesu alisikia wanasema. And because Jesus heard them saying, usimsumbue mwalimu. Don't bother the teacher. Mtoto amesha kufa. The child is already dead. Lakini Yesu hapa anamwambia Yairo, but Jesus here telling Jairus, na kuambia na wale wengine, and telling also others, kwamba Yairo, Jairus, hauko mbele ya mkuu ya mwalimu, and you are not in front of the ruler of kama vile the wengine religion, wanavyosema, as other people are saying, kama vile waumini wako wanasema, and not as the believers are saying, jinsi waumini wako wanasema. And this is not as your believers are saying, wanaona nivo yangu, and those are not in my level, na kwamba niko mwalimu. Yes, really I am a teacher, ninaishia kuwa mwalimu, but I am stopping at being a teacher, and saying, hapa uko mbele ya mwalimu tu, and here you are not only in front of the teacher, uko mbele ya mkuu wa uzima, and you are in front of the ruler of life. Maana Biblia inasema, the Bible says, hata aliyekufa, and even the one who was katika dead, Yesu anaweza kaishi tena. in Jesus Christ can be back to his life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Maandiko yanasema kwenye Warumi, and the scripture said in the book of Romans, aseme Ibrahimu alimwamini, and Abraham believed him, yeye ambaye and to the one anaweza kupatia uzima mauti, and that can bring to the dead life. Level yako ni nini? What is your level? Siku zinaisha, Pastor Lupande alitufundisha Yesu Kristo kama mwalimu. And past days, Pastor Lupande preached us that Jesus as a teacher. Yesu unamuplace wapi? Where are you placing Jesus Christ? Unamuplace wapi? Where are you placing Jesus Christ? Unamuweka wapi? Where are you putting Jesus Christ? Yesu wako yuko na level gani? Your Jesus has what level? Ni mwalimu tu. Is it
only a teacher, au unamtambua kama mkuu wa uzima. or you are recognizing him as the ruler of life. Na huyo mkuu wa uzima, And that author of life, ukimjua kwa huyo mkuu wa uzima, and if you know him at that level of being author of life, inahitaji it must, relasio ya wewe na yeye, and your relation between you and him, relasio ya wewe na yeye, the relation between you and him, ndipo utakapokuwa naye, and that you will be with him, kila kinachoitwa mauti ndani ya maisha yako, and everything that will be called death in your life, hata kama itakuwa ni kweli, and even if it's going to be true, yeye he, analo neno and he has a word ya kufanya vilivyokufa that will make those are dead ipate tena kuwa na uzima. so they can retrieve life again. Lakini ili upokee huyu uzima, In order to receive that life, huyu uzima that life, hauwekwi juu ya vingine. and you cannot put it on top of others. Lazima utowe kimoja, kingine kiingie. You must abandon one so the other one can come in. Yairo Jairus aliabandone dini and abandoned religion, ati apokee mkuu wa uzima. and so to can come and then receive the author of life. Ukisoma kwenye Marko sura ya 10, And if you read in the book of Mark chapter 10, kuna habari za mtu mmoja anaitwa Bartimayo mwana wa Timayo. and there is a story about Bartimaeus, the son of Timaeus, Alikuwa kipofu. and he was blind, Kipofu and being blind, hajui usiku wala mchana, doesn't know whether it's day or night. hajui nuru wala giza. That doesn't know light and darkness. Maisha yake ni ya kupapasa papasa And tu. his life is just about touching. Lakini siku moja But one day, alichoka na maisha ya upofu, was tired of being blind, alichoka na maisha ya giza, and was tired of darkness life. na siku moja akasikia habari za And Yesu, one day he heard about Jesus Christ, na akaanza kumuita Yesu. and he started calling Jesus. Biblia The inasema Bible says, wakati ambako alipokuwa anamuita and the Yesu, time that he was calling upon Jesus, Yesu alisema nendeni mumuite. and Jesus said, go call him. Aliposikia wito wa And Yesu, when he heard the calling of Jesus, hakusimama and didn't stand up aende kwa Yesu. and to go to Jesus, Ilimubidi and he must, avue koti aliyokuwa nayo, so he can remove the coat that he has, avue, so he can remove the maana coat, ndani ya ile koti because inside the coat, mulikuwa ndiyo maisha yake, that's where his life was. ilikuwa ndiyo maisha yake. That was his life. Kwa hiyo ili aende apokee maisha mapya, To go receive a new life, alivua koti. and he had to remove his coat. Alipovua koti, When he removed his coat, ndipo alikimbia kwa Yesu. that is the time he ran to Jesus. Na wakati ambako alipovua koti, And when he removed his coat, kila kitu everything, chenye alikuwa anapewa alikuwa anaweka ndani ya ile and koti. everything was receiving, was putting it into that coat. Kwa hiyo alipotupa koti, And when he threw the coat, alikuwa yapona macho. and was not healed from his eyes. Na kwa hii koti ndiyo maisha yako. And in that coat, that's where his life he was. Ukirudi bila kuona, And if you come back without na seeing, ndani ya hii koti ndio mna msaada wako, and inside that coat there was his help. na watu watakuwa wameshaiokota wamekimbia. And the people were already taken it and then ran away with it. Lakini Bartimayo alijua, But Bartimaeus knew, ninaenda kuanza maisha mapya. I'm going to start a new life, Hakuna anayekwenda kwa Yesu and there's nobody who will come to arudi Jesus gisi and alivyokwenda. come back the same way. Lazima abadilike. And he must change. Akavua koti And remove the coat. akisema, sitakuwa na lazima ya hii koti, And he's saying that I won't need this coat anymore. sitakuwa na hii lazima. I don't need it anymore. Akatupa. And he threw it. Alipofika kwa Yesu, And when he reached to Jesus, Yesu akamuuliza, and Jesus asked him, unataka nini? what do you want? Akasema, nataka kuona. I said, I want to see. Nachoka maisha ya giza. I'm tired of life of darkness. Nachoka maisha ya dini. I'm tired of life of religion. Nachoka maisha ya giza.
giza, and I'm tired of darkness life. nataka mwangaza, I need light kwa sababu wewe because you, nilisikia I heard wewe Bwana you, Lord, ni Bwana wa mwangaza, and you are the Lord of light, wewe ndiyo Bwana wa uzima, and you are the Lord of light, wewe ni Mungu wa uzima and you are the God of light, anayekuja kwako, and the one who comes to anaanza you, maisha and mapya. we start a new life. Nataka nione, I would like to see, nataka maisha yangu I would like my life. nisirudi kutembea kwenye giza. I don't want to walk again into Lakini darkness. alivua kwanza koti, But first he removed the alianza coat, kuvua koti. and he started by removing Ndiyo the maana coat. watu wanachanganya kanisa, That's why people are confused in the church, hawajavua utu wa kale, and they never remove the old thing, hawajavua dini. and they never remove the Watu religion, walichenji and people are changing jina la dini, and the name of religion, lakini mizigo ya dini but the burden of religion, wameileta ndani ya maisha ya Ukristo. and they are bringing it in the life of Christianity, Ndiyo maana hakuna utofauti, and that's why there's no change, ndiyo maana hujui kumtofautisha. and that's why you cannot even Mtu differentiate. anaweza People, somebody can akafanya say, huduma, and might also minister, lakini but bado ni mtu wa dini, he's still a man of maana religion hakuvua koti. because he never removed his coat. Yairo Jairus, ili akutane na Yesu in order to meet with alianza Jesus, kuanguka, and he started by falling down, alivua dini, and he removed the religion, alitupa dini, and he threw the religion, alisaliti, and also he betrayed. alisarenda maisha yake ya dini. So he surrendered his life of religion, Ni kama vile wale aliowafundisha, and it's the same way with people that he taught, aliwadesevoir. and he deceived them. Ulitufundisha muda Oh, mrefu, you taught us for a long time. unafanya nini What leo? are you doing today? Yairo anasema, And Jairus says, nimekuja kutambua I came to realize mimi ni mkuu wa dini, I am the leader of religion, huyu ni mkuu wa uzima, but that one is the leader of na, life. na dini And religion, haiwezi kusimama I cannot stand mbele ya ukuu wa uzima. in front of the author of life. Hallelujah. Hallelujah. Watu wameingia, And people entered. ndiyo maana hakuna matunda, That's why there are no fruits. ndiyo maana hakuna matunda That's why there are no fruits. ndani ya maisha ya Ukristo, Yeah, in our Christian life. kwa sababu walioingia Because those who entered, hawakuvua koti, they never removed their coat. walibadilisha dini And they tu, just changed the religion. walibadilisha jina ya dini. They just changed the name of religion. Wanasema Saying, siku hizi oh, nowadays, siko ndani ya dini ya Kikatolika, yes, I'm no longer in a Catholic. siko ndani ya dini ya Kikimbangiste, I'm no longer in a region of Kimbangis. siko ndani ya dini ya Kiislamu, I'm no longer in the region of hivi Islam. niko ndani ya dini ya Kiprotestant. Now I am in Protestant. Yesu religion. ukiingia Whenever you enter katika dini ya Kipentecost, in the region of Pentecost, haiko dini, it's not the ni religion. uzima wa Mungu It is the life of unakuja God kuishi ndani yetu. that's coming to live in us. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyo maana watu wengi That's why many people, wanaposimama kushuhudia, and when they come testifying, wanashuhudia viongozi wa madini yao. and they are just representing the leader of Anaweza the fanya religion, 40 minutes, they might make yuko 40 minutes anashuhudia kiongozi wa dini yake, just testifying about the leader of his maana religion, wamemulea ndani ya dini, because he grew up in religion. hawakumulea ndani ya relasio ya yeye na Yesu Kristo, He never grew up with relationship with God and him. kwamba relasio ya wewe na Yesu And your relationship between you and Jesus sio relasio is not a ya relation dini, of ni religion. uzima wa Mungu It is a life of God unakuja kuishi ndani that's yako. coming to live in you. Dini inajawa chuki, And the religion is full of dini hatred. inajawa wivu, And the religion is full of jealousy. dini inajawa And religion is full konkurence za huduma. of a concurrence between services. Watu wa dini wako mkurse, And people of religion are in a competition. watu wa dini And the people of religion, wanamalizana, and they are finishing each other. watu wa And dini people of religion, wanataka waonekane, and they want to be seen. watu wa dini People of religion, wanakumbatiana, and they just hug each other. lakini ndio wanaomalizana. And the same way they also exterminate each Dini other. zinapeana sumu, And the religion is giving people lakini watu poison, but people, ambao those are
and uzima that are full of life, aseme and saying, mkono ukiumia and whenever the hand is mguu tired, nao and unaumia, also the leg is tired, jicho likiumia, and when the eye is pain, sikio and linaumia, also the ear also is kwa pain, sababu because wako ndani. Haleluya. hallelujah. Yairo wakamwambia, And Jairus, they told him, aseme Yairo mtoto alishakufa. and Jairus, the child is already dead. Message The message ya kifo of death ikaingia ndani ya Yairo, and enter into Jairus. lakini But message ya uzima, the message of life Bwana wa uzima alikuwa na Yairo, and the author of life was there. with akamwambia Jairus. Yairo, And then Jairus, usiogope, don't be afraid, amini. just believe. Message ya kifo And the message of death ikamezwa and was swallowed na message ya uzima, from the message of kwa life. sababu It's because Yairo Jairus alikuwa na relation had a ya relationship mkuu wa uzima. with the author of life. Unajua watu wangapi And you know how many people? wanaokufa And those are dying. kwa sababu ya message ya wadokteri? Yeah, because of the message from the Tunaona doctors. vipimo vyako And we see your labs. viko kwenye level ya yulu, Oh, it is at the last level. tunaona We see that. level ya vipimo vyako iko Oh, yulu, yeah, we see that your testing level hauwezi is tena high. ukaishi. And I don't think you will be Wakati living. huyo At that time, haiko it is no longer. maombi ya pastere And wako, so it's no longer the prayer of maana your pastor. muofisi Because in office, hauko na and pastere. you are not with a Ni pastor. lazima You must. uwe umeingia Yeah, you must na enter ule mkuu wa uzima. with the author of life. Wakati wanapokuambia And whenever they tell you, kuna baki miezi 6, and just 6 months remaining, tunaona dalili zako and we see the signs ni za mtu mwenye kufa. and of the person who's been Ule dying. mtakuwa mmeingia naye, And with the person that you enter with him, atasema will say, maana message ya mauti imeingia. because the message of death is in, Message ya mauti and the message of death is, lazima iwe it remplace must be replaced na message ya uzima. with the message of life. Hey, hallelujah. 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 Ndiye maana That's why. hapana kujenga relation na pastere Yeah. wako kwanza. Don't build your relationship only with your pastor Pastere first. wako Your pastor, akufundishe yeah, let him teach uwe you. na relation Yeah, to have a na relation mkuu wa uzima. with the author of life. Hallelujah. 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 Nimesikia rais wa Tanzania I heard the president of Tanzania, walikamata mifugo. and they took all the cattle. Sijui kama mmepata ile message. I don't know if you received that message. Walifanya utafiti, And they made an inspection, wakakamata hata papai, and they even took the papai, wakapiga serenge ndani ya papai mule ndani, and they injected a syringe inside, wakatoa, and they subtracted, wakaingia mu laboratoire. and they entered into the laboratory, Papai ikatoa and the papai gave out, ikatoa majibu kwamba ndani ya papai mko coronavirus. and inside the papai there is the coronavirus. Sikiliza, sio mambo ya kuchekesha. Listen, it's not for you to laugh. Rais anasema hivi kwa nchi yake. And the president said this to his country. Walikamata hata mbuzi, And they even took a goat, wakapima. and they tested, Vipimo and they binasema mbuzi mko coronavirus. inside the goat even there's Ndipo coronavirus. anasema hivi, That's when he said, akasema saying, nimekuja kugundua I came to realize hivi vitu all these things, watu wanavifanya kwa faida yao. people are doing it for their own Akasema interest. kama papai If the papai, wangekuwa wameipima kwa nje, and if they would test it only from the outside, tungesema ule mwenye aliigusa alikuwa na and corona. we say that, oh, the person who touched it had Lakini mule coronavirus. ndani But inside, corona ilitoka wapi? and where does it come from? Akasema Corona? kumbe kuna vipimo And they are testing, unaweza kwenda kupimwa and that you can be tested, vikakutolea majibu ya corona, and will bring you corona na wewe result, hauna corona. and you don't have Sasa anything corona. ukishapata ile message, And whenever you receive that kwa message, sababu unajua corona haina dawa, and because you know a corona doesn't have unakufa kabla ya medication, wakati and wako. you even die before even your time. Kwa hiyo ndiyo maana For that reason, na kupatia I'm message giving you this message. ujiunge na ule Bwana wa uzima. Just cling with that
author of life, ili uwe unapokea message. so that you can receive the Mimi message Mungu aliniambia, that God gave to you. msifadhaike mioyoni mwenu. Or don't be troubled in your heart. Kwa sababu Because wakati nilipoisikia when I heard that, waga wa corona uliondoka. and all the fear of corona get lost, Waga wa mauti uliondoka. and the fear of death has been Nikajua ya vanished. kwamba I knew coronavirus coronavirus, haiko gari Mungu amenitumia. yeah, it's not the car that God sent to me. Nitakufa kwa wakati wa Mungu. I will die at the time God Nitakufa wants. kwa wakati wa I Mungu. will die at God's time. Wakristo wengi leo And many Christians today, kama ni kwenda kutengeneza, if going to repent, wako wanatengeneza. and they are repenting, Aseme tusameane, sijui kama kesho ndaamuka. oh, let's just forgive each other. I don't know if we're Kwa gonna sababu ya be able to coronavirus. because of coronavirus. Aseme sijui kama tutaamka. I don't know if you're gonna wake up. Unajua You know, watu wanaisha. people are Nani finished. alikuambia we? Who told you that? Ika. Just say Ujue that. uko na ukingaliki. And they know that you Mungu are, yuko na mpango na and wewe. God has a plan for you. Mungu atakuramplace And God will replace you. kama ukujua kwamba uko na And message. if you don't know that you have a Ya message, kama ukujua kwamba uko na mpango na and Mungu. if you don't know that you have a plan with Lakini God, ukijua but if you know, ya kwamba una mpango if you know that you have a plan, na uambatane and that you cling, relasio yako and with the relationship, na wewe na huyu Bwana wa uzima, and with the author of life, ni mpaka utakamapomaliza kazi. until you finish your job. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jina la Jesus. Bwana libarikiwe. Praise the name of Oh, Jesus. jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of Jesus. Ndiye maana That's why, mtu akikwambia message ya kukukemea, and if somebody tells you the message of rebuking mtu you, akikuonya, and if somebody warns you, kama ni kiongozi wako, and as your leader, usiumie. and don't be sick, Mungu angali anakupenda. and God still loves you. Maana Biblia inasema Because the Bible wenye says, Mungu anawapenda na and wakemeaga. those that God loves also chastise. Mungu akianza kukunyamazia anasema utajijua. And God will say that, oh, I will keep quiet, and then you will know Ujue yourself. Bwana And you have to know that. anaanza kukutafutia remplaçant. And God is looking a replacement for you. Unaweza kuondoka kabla ya siku And yako. you might be removed even before your days. Hallelujah. Hallelujah. Acha tumali. Andiko la mwisho kwenye kitabu cha Mathayo. And the last scripture is going to be in the book of Matthew. Mathayo 8 sura ya 5, Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 na wa 9. And we're going to read the book of Matthew 8, 5 to 9. I read the word of the Lord. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority. With soldiers under me, I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Utasoma nyumbani. And you will read at home. Huyu naye And this one alikuwa also, mkuu wa kikosi cha jeshi. and he was also the head or the centurion of the army. Mbele tulisema mkuu wa dini. And first we saw the ruler of religion. Sasa hivi tunasema mkuu wa arme. And now we are talking about the leader of the army. Alikuwa na mgonjwa nyumbani. And he had a sick person at home. Akaja. And he came. Akaja kwa Yesu. And he came to Jesus. Akamwambia Yesu, And he told Jesus, ninakuja nikulilie. and I came crying out to you. Nina mgonjwa nyumbani I have mtumishi. a sick man at home, my Lord. Ninaomba uje nyumbani. I pray that you come to my house, Upate kumuombea mtumishi so wangu. you can pray to your servant, Aweze kupona. and he cannot heal, Apate kupona. so he can get healed. Yesu akamwambia. Jesus told him, Akasema nitakuja. I said, I will come. Yule ndugu And that brother, akamwambia Yesu, and told Jesus, lakini but ninakumbuka jambo moja. I remember one thing. Mimi I ni mkuu wa kikosi. am the commander of the great Niko army. mkubwa wa arme. I am the commander of the great man of Niko the na army. watu nyuma yangu. I have people behind me.
watu ambao People that ninakuwaga ninawapangia. whenever I plan for them, Sasa mahala hapa, and now here, mahala hapa tulipo, and the place that we are now, haina haja wao ufike kwangu. and there's no haste for you to come. Ninachokuomba And what I'm praying to you, sio presence yako, I don't need your presence. nahitaji neno lako, I just need your word. maana ndani ya neno And lako inside your word, ndimo muna uzima, and that there is life. na neno lako And your word lina spidi kuliko miguu and yako. has a speed more than my feet. Ninakuomba. I'm just praying. Hallelujah. Hallelujah. Aseme hapa kwenye uko, It said the place that you are, sema neno moja. just say one word. Najua I know, mtumishi wangu atapona. and my servant will be healed. Kisha akamwambia Yesu, And then he told Jesus, unajua mimi ni mkuu wa arme, and you know that I am the ruler of the army. kwa wale wote ambao wako chini yangu For those who are under me, situmiagi force, I don't use force. ninawapangaga kwa kidole tu. Yes, I plan them according to my finger. Singojagi kufoka. I don't need even to just exchange Kwa words, sababu niko na authority juu because yao. I have authority over them. Nikimwambia wewe nenda kule, I say go there, na wewe nenda kule, and you go there, na wewe rudi hapa, and you come here, wanatekeleza and they just accomplish. hata nikiwa nimesahau. And even if I forget, Lakini authority yangu but my authority iko na limite, and has a limit, kwa hiki kinanileta kwako. and for that is bringing me to you. Ninajua wewe I know you, una authority, that you have authority, wewe ni mkuu wa uzima, and you are the ruler of Uzima. life. uko chini yako, wewe ndiye mkuu. And life is under you, and you are the Ukiruhusu ruler. uzima. If you Gi- allow the Jinsi life, mimi ninatumaga watu wangu, and the way I send my people, wewe ukituma uzima, and when you send life, ukiruhusu uzima, if you allow, uzima unakuheshimu. and then the life will also Kwa hiyo hapa guide kwenu you. unasimama, And the place that you are standing, haihitaji utumie nguvu. you don't need even to use Wewe force. sema neno moja, Just say one word. ordone tu, Just give an order. ordone uzima. Just order life. Jina la Bwana Pray libarikiwe, the name of Jesus. jina la Bwana Pray the libarikiwe. name of Jesus. Akasema Say, na mgonjwa akapokea uzima. and then he said, and then the sick got healed. Andiko la mwisho, And the last, kitabu cha Ayubu, and the book of Job, Ayubu 42 Job 42, mstari wa 16. Ayubu 42 mstari wa 16. Job 42, 16 says, after this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the fourth generation. Amen. Bwana Yesu asifiwe Pray sana. the name of Jesus. Acha nisome kwa Swahili. Let me read in the book in Swahili. Biblia inasema, The Bible says, kisha baada ya mambo hayo after all this, Ayubu akaishi. Job lived. Baada ya mambo hayo, After all this, baada ya mambo hayo, after all this, baada ya mambo hayo, after all this, Ayubu akaishi. Job lived. Baada ya mambo gani? After what? Baada ya mambo gani? After what issues? Aseme Ayubu akaishi. It said that Job lived. Aseme baada ya mambo hayo, After all this happened, baada ya evenema hiyo, after those events, baada ya kuvunjwa moyo, after being discouraged, baada ya kukatishwa tamaa, after being desperate, baada ya esprit de mort kutembea ndani ya nyumba yake, yes, after the spirit of death visiting your baada ya house, shetani kuchezea kila kitu maisha yake, yes, after Satan playing in everything in your life, baada after baada ni nini baba? Kwa Kifaransa après. ni avant. Non, après. Avant, c'est déjà passé. Après. Après. Yes, après. Avant. Avant, ça va venir. Donc, ce qui est passé, maintenant, après. Hiyo ndio napenda. Yeye ilifanya nini? Ce qui est passé. Baada. Yes. After those past. Baada ya. After all these Baada passed ya. away. After these passed Hallelujah. away. Hallelujah.
kuna kitu kilijipresente mbele ya Ayubu And there is something that presented na itself watu in wote front wakaona kama of ni Job. fin. And people thought that it was the end. Watu wote wakaona ni fin. And people thought that it was the end. Lakini kumbe But they didn't know. baada After that, baada ya hiyo situation, after this situation, ninajua uko kwenye situation I gumu, know you are in a severe time. sijui unayoyapitia, I don't know what's going through your sijui life. unayoyaona, I don't know what you are lakini seeing. Mungu amenipa neno But God gave me the word. nikwambie baada I said after hayo that, yatapita, this will pass. aseme Saying, baada ya hayo mambo, After these things, aseme saying, Ayubu akaishi, Job lived. Ayubu akaishi, Job lived. haiyakuwa fair, It was not the end. haiyakuwa It fair. was not the end. Hata daktari amekuambia, Even if the doctor told you, hata nani amekuambia, even somebody told you, hata huku unaona ndoto za mauti, and even if you are seeing a dream about the dead, umetawaliwa na woga, or you have been vested with fear, imekupelekea unaanza kuota kifo and it's taking you even dreaming about kwa death, ajili ya mesaje ya mauti, because of the message of death, unaanza kusikia madulere, and you start feeling pain, na hata hiyo madulere and even those pains, inapelekea and hospitalini, it's taking you to hospital, wamekuambia jambo and they fulani, told you this, lakini Mungu amenipa neno nikwambie but God gave me a word to tell ya you kwamba Yesu Kristo that Jesus Christ, haiko mkuu wa dini, and is not the ruler of religion, uliyemwamini and the one that ni you mkuu wa believe, uzima, and is the author of amenipa life, mesaje kukwambia and gave me a message hiyo to tell mambo you this things yatapita, will pass, yatapita, will pass away, yatapita, will pass away, yatapita, will pass away. aseme baada ya He hayo said that after all this, Ayubu akaishi, and Job lived, aseme akaona watoto and he saw na children, watoto wa watoto and wake. the children of his children. Ukiamini hili neno, And if you believe this word, wakati Eliya and the time that Elijah, alijiombea kufa, and he prayed for death, maana alikuwa ameishiwa, because he was at the end, Mungu akampa chakula, and God gave him food, akatembea 40 jours and he worked for 40 days, bila kuhitaji chakula kingine chochote, and without needing any food. na mesaje ya Mungu ilikuwa ni hii, And the message of God was this: kwa sababu umekula hiki chakula, and because you ate this food, bado safari ingali ndefu. and the journey is still yet long. Haleluya, Hallelujah. hilo jambo litapita, And this thing will pass away. hilo jambo litapita, And this thing will pass away. hiyo jambo litapita, This thing will pass away. hiyo siti usio huko ndani itapita, And this situation you are in will pass away. hilo jambo litapita, And this problem will go away. vyote unavyoviona And all this that you are vitapita. seeing will pass away. Mungu anakuandalia, And God is preparing for Mungu you. anapanga mpango, And God is planning a plan. kila lililo mbele yako And what is in front liko na of you, date za expiration, and there's a date of expiration. liko na date ya And expiration, there's a date to expire. lakini Mungu amenipa message But God gave me a message ili uingie kwenye maisha ya uzima. so you can enter into the living life. Ni lazima uvue koti, You must remove the coat koti ya dini, and the coat of religion koti ya matendo ya mwenendo, and the coat of your acting and your routine life. unahitaji maisha ya mwangaza, And you need the life of light. unahitaji maisha ya mwangaza, You need a life full unahitaji of light. maisha ya kupitia mimi na wewe tumzalie Bwana matunda, watu waone mwenendo wetu, waje kwa Yesu. And you want that your life through the deeds so that people can see in you, that so other people can come to Christ. Samani yako sio kwa sababu unahubiri au ninahubiri kanisani. Your value is not because you are preaching or I'm preaching in the church. Samani yako sio kwa sababu unaimba wala unapanga viti kanisani. And your value is not the way you are singing or the way you are planning things in the church or maybe arranging the church. Samani yako haiko juu ya aktivite za kanisa. And your value is not because the church activities. Samani yako And your value ni relasio ya wewe is na your Bwana wa relation uzima. between you and the Lord of life. Na ule Bwana wa uzima And the Lord of life, lazima pawe and there should be, viene vimevulika maisha yako, and that
You're supposed to be having something that will be removed out of your life uweze kuvaa utu upya. so you can wear a new being. Hapo ndipo And that's when utapokea you will receive maneno ya uzima, and the word of life. hata wengine wakate tamaa. And even other people will lose hope. Neno litakuwa lina combatre neno lenye daktari anakuambia. And the word will maybe combating or fight against what the doctor told Neno you. litakalo meza message ya wachawi. And the word that will even swallow the message of witches. Ni neno litatoka katika kinywa cha Bwana. And it is a word that will come out of the mouth of God. Lakini hilo neno But that ni word, mpaka uwe na relation na Bwana. you must have a relationship with God. Na kuwa na relation naye And have a relationship with God. ni lazima uwe umevua vitu. And you must remove things. Tabia yetu, Our behavior, mwenendo wetu, our character. uwe mwenendo unaofanana na injili ya Yesu. Let it be the behavior that is according into Jesus' life. Twende kuomba Mungu. Let's pray God. Kwenye uko, Wherever you are, naomba tuombe pamoja. I would like you to pray Weka with me mkono wako kwenye kifua. and put your hand on your chest. Umuombe Mungu. I pray to God. Umuombe Mungu. Pray to God. Umuombe Mungu. Pray to God. Unaishi ndani ya evenema fulani. And you are living through a certain event. Kuna evenema fulani unaishi. And you are living a certain event. Uko na siri ya maisha unayoyaishi. And you have a secret of the life that you are living. Lakini Mungu amenipa message. But God has given me a message. Ya kwamba kuko baada ya hiyo. But God said that there's enough after that. Hiyo hali iko mpassage. And this condition will pass. Iko mpassage. Will be just passing. Bado ungali na safari na Bwana. Yet you still have a journey with God. Biblia inasema The Bible says. Ayubu akaona watoto wa watoto wake. And the Bible said that Job saw the children of his children. Uko unajiuliza. And you might ask yourself. Je, Mungu, God, mpango gani ulio na mimi? what plan do you have for me? Lakini mpango wa Mungu, But the plan of God. Mungu anataka ubadilike kwanza. And God wants you to change first. Mwambie, rudia maneno haya. And repeat these words. Sema, Bwana Yesu, Jesus Lord, Baba, ninakuja mbele zako. I come in front of you. Nimesikia neno lako. I heard your word. Wewe haukuleta dini. You didn't bring religion. Na nilipokufuata wewe, And when I followed you, sikubadilisha dini. I didn't change religion. Nimetoka katika dini kupokea uzima. I came out from religion to receive life. Ninaomba unioshe. I pray that you cleanse me. Naomba unitakase. I pray that you touch me. Kwa damu yako Yesu Kristo. Through the blood of Jesus Christ. Kwa sababu Because ninatamani kuishi uzima I would like to live a life. uliomo ndani ya neno lako. And that is in your word. Bwana, nitakase na unioshe. Father, touch me and cleanse me. Naomba unisafishe. I pray that you cleanse me. Unihurumie kwa madhaifu yangu. Forgive my weaknesses. Nihurumie kwa matendo yangu. Forgive my weaknesses. Ninahitaji maisha mapya. I need a new life. Katika jina la Yesu In Kristo the wa name of Nazareti. Jesus of Nazareth. Ninaenda kukuombea. I would like to pray for you. Mungu mwaminifu, sifa yako kubwa, wewe Mungu wa Biblia, sifa yako kubwa inakupresente kwamba uko Mungu mwaminifu. Na unasema uko nyuma ya neno lako. Bwana wangu, na kuomba ujizirishe kwamba hili neno si la mwanadamu. Zirisha kwamba ni inspiration yako. Unajua situation huyu mama naishi. Unajua situation huyu baba naishi. Mungu wangu, hata amefika wakati wa kukata tamaa na kuvunjika moyo. Lakini mchana wa leo, katika jina la Yesu umenipa neno linalosema kwamba baada ya hapo huyu mama ataishi. Kwa uweza wa jina la Yesu, baada ya hapa huyu baba ataishi. Baada ya hapa huyu kijana ataishi. Yatapita. Unaenda kupitisha hii situation.
ipite mbele ya macho yake, ipite ndani ya maisha yake. Haleluya! Asante Mungu na Bwana wangu, mupiganie vita, mutetee, muonekanie, msimamie. Neema yako iwe juu yake, amani ya Mungu imtawale, mbingu zikafunguke juu ya mama huyu, milango ikawe wazi. Bwana, asante kwa sababu sina la kuongeza wala kupunguza zaidi ya lile ambalo neno lako linaleta ndani ya maisha yake, katika jina la Yesu. Yule ndugu aliyekuwa na mgonjwa nyumbani alisema haihitajiki ufike nyumbani, sema neno moja tu, maana neno lako lina spidi kali. Baba, ninaomba useme neno kwa ajili ya mama huyu na baba huyu, ili mahala alipo neno la uzima liingie ndani ya foyer yake, liingie Mungu wangu katika finance yake, liingie Mungu katika maono ya maisha yake, liingie ndani ya mipango yake, kwa jina la Yesu. Wewe ni Bwana wa uzima, Mungu wangu. Ukisema mauti inakimbia, maisha yetu yanakuwa yenye uzima. Ninaomba Bwana wangu, Mungu wa Israeli, mama huyu aishi kama mtu ambaye anaonekana ndani yake muna uzima wa Yesu Kristo. Baba huyu, kijana huyu, tabia yote chafu iungue, uzima ukaingie. Magonjwa si kitu, maana umenambia itapita. Haleluya! Asante Mungu. Haijalishi ni degree gani ambayo waganga wanasema ipo, na tangu sasa ataanza kutembea na Bwana wa uzima. Mesaje yote ya mauti itamezwa na mesaje ya uzima ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kuponya wagonjwa na kufungua waliofungwa. Amani ya Mungu iwatawale. Ponya ndoa, ponya Bwana Yesu. Bariki wajawazito, neema yako iwe juu yako. Walio mahospitalini, tunahitaji ushuhuda ya kwamba umewagusa kupitia neno lako. Utukufu kurudilie na heshima, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amena. Na Bwana wabariki sana. Amen. And let God bless you. You end it? Okay. Thank you very much for controlling that. Papa Pastor Lupande, karibu kwa kusalimia pamoja na wale watumishi wa Mungu hali. Mike yako iko off. Huh? On this one? On this one. Karibu. Okay. This one went well, huh? Tunawapenda sana. Bwana wabariki. Tunawatakia kila laheri ya Jumapili. Mama Dorcas. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Mungu awabariki. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, tunamkaribisha Papa Pastor Emmanuel. Karibu pia kwa kusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawatakia wote siku njema ya Dimanche hii. Mungu awabariki sana. Tumeisha barikiwa. Amen. Na Joshua hapa na Jeremiah nao wanawasalimu. Barikiwe, tunawapenda sana. Na Joshua. Amina. Ndio. Tunamkaribisha Papa Evangeliste Juma, karibu kwa kusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunawasalimu wote kwa jina la Yesu. Nashukuru pia kwa huduma wa leo. Nashukuru kwa neno. Mungu awabariki na muongezee mwenye alifundisha neno. Mungu awabariki sana. Amina. Ndio, tunaendelea. Papa Adrien, karibu usalimie. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunashukuru pia mchungaji kwa neno la uzima. Mungu aendelee kumbariki, amzidishie mafuta na nguvu. Amen.
tunawatakia siku mwema na weekend mwema pia. Asante. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamkaribisha Papa Kondikteri Rama, karibu kwa kusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunayo furaha tena kuwaona nyuso zenu. Mungu awabariki sana. Amen. Tunashukuru kwa ujumbe wa leo. Tunashukuru kwa papa kwa neno, pia tunashukuru na mtafasiri. Mungu awabariki sana. Amen. Alafu tuna habari yenye tumepokea ya haraka sasa hivi, tumependelea kuisema. Sasa hivi ndo imeingia tu ya kuwa kijana wetu Modesta amepokea kiumbe kipya. Amen. Wamejifungua mtoto mvulana na Mungu awabariki sana. Amen. Yo, tunashukuru kwa baraka hizo za Mungu. Namkaribisha Papa Alex Kasans, karibu papa, usalimie. Mic iko off. Amen. 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 Bwana, mic yako iko off papa. Hatukusikia hilo jambo la mwisho. Hapo sana. Amen. 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 Karibu mama, usalimie. The message was good, huh? Amen. So are you going to post this one? Amen. Ndio.